Mpendwa msikilizaji, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia uhai, kwa kutulinda hadi hivi leo. Leo sasa tunaendelea na kitabu cha Ufunuo 4. Tuweze kuomba. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu unayetujali, Mungu mwenye upendo. Tunashukuru kwa siku hii nzuri yenye baraka. Tunakuja mbele zako tukihitaji kujifunza neno lako. Roho yako Mtakatifu akanene nasi watoto wako tupo tayari kusikia na kutii sauti yako. Tunaamini Baba umetenda kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 1 hadi 11 anasema, baada ya hayo naliona na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyosikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upindo wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi, na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walionekana na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti ya ngurumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwapo wenye uhai 4, wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Na hao wenye uhai wa 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakaye kuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na nguvu, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, na humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana Mungu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Mpendwa msikilizaji, katika kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 1 kwa ufupi anajaribu kueleza kwamba baada ya kitabu cha Ufunuo sura ya 1 hadi ya 3, Yohana mtume anaona maono mapya. Anaona mlango umefunguliwa mbinguni. Hii haimaanishi mbingu zote zimefunguliwa, bali sehemu fulani tu mbinguni ilifunguliwa ili aone kinachoendelea. Anasikia sauti, Yohana anasikia sauti kama tarumbeta. Sauti hii inamwita apande juu ili aonyeshwe mambo yajayo. Hapa Yohana anaonyeshwa matukio ya baadaye. Kusudi lake ni kufundisha, kusudi lake ni kuonya, kusudi lake ni kuwatia moyo waumini. Na wazo kuu maono haya yanaonyesha kwamba Mungu anafunua mambo ya baadaye. Yohana anaingizwa kuona kinachoendelea katika patakatifu pa mbinguni. Ujumbe huu ni kwa ajili ya kuimarisha imani ya kanisa, ni kwa ajili ya kuimarisha imani yetu sasa. Na kwa mtazamo wa Ibrania 8 mstari wa 1 hadi wa 2, hii inaonyesha kwamba patakatifu pa mbinguni palifunguliwa. Ukisoma katika kitabu cha Our Writing ukurasa wa 251 anasema kwamba nilionyeshwa hekalu la mbinguni. Maana yake Yohana anaingizwa kuona huduma ya Kristo mbinguni. Na kwa lugha rahisi zaidi, baada ya kuona mambo ya awali, Yohana anaonyeshwa mlango wa mbinguni ukiwa wazi. Anaalikwa kuingia kiroho na anaonyeshwa mambo yatakayotokea baadaye ili kuweza kuwasaidia waumini kuelewa mpango wa Mungu.
Hii ni kulingana na mwandishi mashuhuri ambaye anaitwa Uriah Smith, ambaye ameandika katika kitabu cha Daniel and Revelation. Katika Ufunuo 4 mstari wa 2 hadi wa 5 anajaribu kuonyesha kwamba katika mstari wa 2 anasema nilikuwa katika roho. Yohana mtume anaingia katika hali ya maono ya kiroho, anaonyeshwa mambo na Mungu, kisha anaona kiti cha enzi mbinguni na Mungu amekaa juu yake kama mfalme mkuu. Katika kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 2, wapenda, kiti cha enzi nilikuwa katika roho, kiti cha enzi katika roho. Hii inamaanisha kwamba ni maono ya juu ya kiroho, na kiti cha enzi kinawakilisha utawala wa Mungu. Na ukisoma Zaburi 11 mstari wa 4 anasema kiti chake cha enzi kiko mbinguni. Maana yake ni kwamba Mungu ndiye mfalme mkuu wa ulimwengu wote, na anapoona muonekano wa Mungu katika kiti cha enzi, anaonekana kung'aa kama mawe ya thamani ya yaspi na sardio. Kuna upindo wa mvua ambao ulikuwa umezunguka kiti cha enzi. Hii inaonyesha kwamba kung'aa kwa Mungu ambapo anaonekana kama mawe ya thamani inawakilisha utukufu mkubwa wa Mungu. Lakini pia upindo wa mvua unawakilisha ahadi na rehema. Inawakilisha kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, anatimiza agano lake. Na Ufunuo 4 mstari wa 3 ni muonekano wa Mungu ambaye anaonekana kama yaspi na sardio na upindo wa mvua. Hii inaonyesha utukufu na mwanga mkali. Na ukisoma katika kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa wa 107 anasema kwamba Mungu ni mwenye haki, lakini pia ni Mungu mwenye rehema. Anasema kwamba around the throne is a rainbow, a symbol of God's mercy. Maana ni kwamba ukizunguka katika kiti cha enzi kulikuwa una upindo wa mvua, na hii ni ishara ya rehema za Mungu. Yohana aliona wazee 24 wakiwa katika kiti cha enzi, wamekizunguka kiti cha enzi, na juu yake walikuwa wamekaa wazee 24 wamevaa mavazi meupe na taji za dhahabu. Maana ni kwamba ni watu waliokombolewa, waliookolewa, walioshinda vita vya dhambi. Hapa kuna tafsiri mbalimbali. Kunao wanaosema kwamba hao ni wawakilishi wa sayari zingine ambazo hazikuanguka, ambazo zinaunda baraza la mbinguni. Lakini kunao wanaosema kwamba hawa ni malaika wenye nguvu, yani strong angels. Lakini kunao wanaosema kwamba hawa ni watu waliokombolewa, ni watu waliofufuka pamoja na Kristo. Hii inaeleza kuwa kuna uwezekano mkubwa hawa ni watu waliofufuliwa wakati wa kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Hii unaipata vizuri katika Mathayo 27 mstari wa 52 hadi 53. Na waliinuliwa pamoja na Yesu Kristo kwenda mbinguni. Viti 24, wazee wa 24, mavazi meupe, taji. Mavazi meupe ni haki ya Kristo, na taji inawakilisha kwamba hao walikuwa washindi, walishinda kaburi, walikuwa washindi, waliofufuka pamoja na Kristo. Ukisoma SDA Bible Commentary inaeleza kuwa hawa wazee 24 ni watu waliokombolewa. Inawezekana ni wale waliofufuka wakati wa kifo wa kufufuka kwa Yesu Kristo, walikuwa wameshinda dhambi, wako mbinguni sasa. Na Yohana anapoona ngurumo na radi na taa 7 katika kiti cha enzi, kutoka kwenye kiti cha enzi kulikuwa kuna radi, kulikuwa kuna ngurumo, kulikuwa kuna sauti. Hii inaonyesha nguvu na mamlaka ya Mungu. Pia kuna taa 7 za moto. Hizi zinawakilisha Roho wa Mungu, yaani Roho Mtakatifu. Yohana anaonyeshwa Mungu akiwa mfalme mbinguni. Watu waliokombolewa tayari wapo pamoja naye. Mungu ana nguvu, lakini pia ana rehema, na kazi ya mbinguni kama patakatifu inaendelea hadi sasa. Na ukisoma katika kitabu From the Grave Ascended with Christ as Trophies, hii inaonyesha kwamba wale ambao walifufuka na Yesu kutoka makaburini walipaa na Yesu kama alama ama kumbukumbu ya ushindi. Yohana anapoona bahari ya kioo katika mstari wa 6, Yohana mtume anaona kitu kama bahari ya kioo safi sana mbele ya kiti cha enzi. Hii inamaanisha ni kitu kinachong'aa na safi sana. Hii inaonyesha utukufu na uzuri wa mbinguni. Hapa ndipo washindi wa mwisho watasimama baada ya kushinda dhambi, baada ya kushinda vita hii ya dhambi, baada ya kumshinda shetani
na mateso yake na dunia hii yenye shida. Kulikuwa na viumbe hai vinne ambavyo Yohana aliviona, ambavyo vilikuwa kwenye kiti cha enzi. Anasema kwamba kulikuwa na viumbe hai vinne karibu na kiti cha enzi. Wa kwanza alikuwa anaonekana mfano wa simba, na wa pili alikuwa anaonekana kama mfano wa ndama, na wa tatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu, yaani mtu, na wa nne alikuwa na mfano kama tai arukaye. Hawa si wanyama wa kawaida ambao tumezoea, bali ni viumbe maalum wa mbinguni. Wanawakilisha nguvu. Anaposema simba, anawakilisha nguvu. Huyu malaika ana nguvu kubwa. Na anapomaanisha kwamba kulikuwa na mfano wa ndama, anawakilisha uvumilivu na utumishi. Hawa viumbe walikuwa wavumilivu na wenye utumishi, walikuwa tayari kupeleka kazi ya Mungu popote pale anapowatuma. Na huyu mwenye mfano wa binadamu anawakilisha akili, na huyu mwenye tai anawakilisha haraka na kasi ya kupeleka ujumbe pale Mungu anapomtuma. Hawa viumbe wanawakilisha uumbaji wa Mungu kwa ujumla. Hii ni sawa na Ezekiel 1. SDA Bible Commentary anasema wanawakilisha sifa kamili za huduma kwa Mungu. Na hawa viumbe walikuwa na macho mengi, wakimaanisha kwamba walikuwa na maarifa na uangalizi mkubwa. Lakini hawa walikuwa na mabawa 6 ambao walikuwa wako tayari kwa ajili ya kutenda mapenzi ya Mungu. Hawa viumbe wanafananishwa na maserafi na makerubi. Ukiangalia katika maserafi, Biblia inasema katika Isaya 6, wao maserafi wana mabawa 6 ni sawa na hao viumbe. Lakini pia wanasema wanaabudu Mungu bila kukoma, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hii ni sawa kabisa na Ufunuo 4:8. Wenye uhai wa 4 wana mabawa 6 na wanasema mtakatifu na mtakatifu. Hivyo wana sifa za maserafi, lakini pia wana sifa za makerubi. Katika Ezekiel 1 na Ezekiel 10, viumbe hawa wana sura 4. Wameonyeshwa kama sura kama simba, kama sura ya ng'ombe, kama sura ya mtu na tai. Kwa hiyo hawa viumbe wako karibu na kiti cha enzi cha Mungu, wanaitwa makerubi. Hii ni sawa na Ufunuo 4:7. Wenye uhai wa 4 wana sura hizo hizo. Hivyo hawa viumbe wana sifa za makerubi. Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary, wenye uhai wa 4 ni viumbe wa mbinguni wa daraja la juu sana. Wanachanganya sifa za maserafi. Maana yake maserafi kazi yake ni kuabudu na kuonyesha utakatifu mbele za Mungu, lakini makerubi wako karibu na kiti cha enzi na utumishi. Kwa nini sasa hao viumbe wanafanana na vyote? Yaani wanafanana na maserafi na makerubi. Ufunuo hutumia alama ama symbols, hivyo anaonyesha utakatifu ambao ni maserafi, na makerubi wanaonyesha ulinzi na utumishi. Kwa hiyo wenye uhai wa 4 si kundi la kawaida, bali ni viumbe maalum wanaohudumu karibu na kiti cha enzi, wanaohudumu karibu sana na Mungu. Hawa viumbe wana mabawa 6, wamejaa macho kila upande. Maana yake ni kwamba wamejaa macho kila upande, maana yake wanaona mambo mengi na hawapumziki. Wanasema kila wakati mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi. Ufunuo 4:8 anaposema mtakatifu, mtakatifu, maana yake wanasifu na kuabudu bila kukoma. Wanamsifu Mungu muumba wa mbingu na nchi. Isaya 6:3 anapoeleza anaonyesha kwamba hawa wanasifu. Anasema kwamba katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa 676 wanasifu akisema the song of praise, holy, holy, never cease. Hawakomi hawa watu, mchana na usiku wanaimba, wanamwabudu Mungu akisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hivyo nawaalika tuweze kumsifu Mungu, tuweze kumwabudu kila muda, tukimwambia Mungu mtakatifu, mtakatifu. 24 wanaabudu. Kila viumbe vinapomsifu Mungu, wazee 24 huwa wanaanguka chini kuabudu, wanatupa taji zao mbele ya kiti cha enzi. Maana yake wanakubali kuwa ushindi wao unatoka kwa Mungu, wananyenyekea kabisa. Hapa viumbe wanamsifu Mungu, wazee 24 wanaanguka na kutupa taji zao. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hakuna mtu anayejisifu mbinguni. Ushindi wote unatoka kwa Mungu. Hili ni fundisho kwetu
kwamba hatutakiwi kujisifu. Sifa na utukufu zimrudie Mungu. Hatuna uwezo kujisifu. Vitu vyote tunavyovifanya, uwezo wote unatokana na Mungu. Ni Mungu ndiye anayetuwezesha. Kwa sifa kuu kwa Mungu wanaposema wewe unastahili kupokea utukufu, heshima na nguvu, kwa sababu anastahili kupokea heshima na nguvu kwa sababu yeye ndiye muumba wa vitu vyote. Vitu vyote viliumbwa kwa mapenzi yake na vinaendelea kuwepo kwa nguvu zake, kwa maana aliumba vitu vyote. Huu ni msingi wa ibada. Mungu anaabudiwa kwa sababu yeye ni muumbaji. Katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa 436 anasema kwamba sababu kuu ya kumwabudu Mungu ni uumbaji. Kwa hiyo utukufu mkubwa wa mbinguni wa Mungu mbinguni na viumbe wa mbinguni wanamsifu Mungu bila kuchoka, na waliokombolewa wanamwabudu kwa unyenyekevu. Mungu ndiye muumbaji na ndiye chanzo cha kila kitu. Kwa ufupi tu, Yohana anaona mahali pa ajabu mbinguni. Viumbe vinamsifu Mungu kila wakati na wote wanakubali kuwa Mungu ndiye mkuu na muumbaji wa kila kitu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 1 hadi 8 na Ezekieli 1 mstari wa 26 hadi 28, Ufunuo 5 mstari wa 11 hadi 14, mtume kupitia mlango wazi wa hekalu la mbinguni na kiti cha enzi. Kiti cha enzi huwakilisha serikali ya Mungu na mamlaka yake ya utawala juu ya uumbaji. Mpendo upindo wa mvua kukizunguka kiti cha enzi huwakilisha uaminifu kwa watu wote. Hata hivyo Shetani ambaye ni adui wa Mungu amepiga mamlaka ya Shetani, amepinga kwa muda mrefu sana. Swala la msingi katika pambano kuu kati ya Mungu na Shetani linahusu nani aliye na haki ya kutawala, linahusu nani aliyekuwa na haki ya kuweza kuabudu. Kwa kusudi la baraza la mbinguni lililojumuika kwenye chumba cha enzi mbinguni lilikuwa kusuluhisha kabisa suala la haki ya utawala wa Mungu juu ya ulimwengu. Ukisoma katika Ufunuo 4 mstari wa 8 hadi 11 na Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi 14 inazungumzia ibada ya kweli mbinguni na kwa nini inastahili kuabudiwa. Ufunuo 4 huwasilisha maelezo ya jumla ya chumba cha enzi katika hekalu la mbinguni na juu ya ibada ambayo hufanyika hapo daima. Ibada ya Ufunuo 4 husifu uwezo wa Mungu wa uumbaji. Sura ya 5 husherekea ukombozi ulioletwa na matendo makuu ya Mungu na uumbaji na ukombozi. Mungu aliyeumba hapo mwanzo ana nguvu na ana uwezo wa kurejesha pia katika hali yake ya awali ili uwe na makazi ya milele kwa ajili ya watu wake. Haya yote ameahidi kuyafanya. Asante rafiki yetu mwema. Siku ya leo umenena pamoja nasi vyema. Siku ya leo tumekiri na kuendelea kukiri kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka kubwa. Wewe unastahili kuabudiwa kwa sababu uliumba vitu vyote. Una sifa ya kuweza kuabudiwa kwa sababu ulitukomboa pale ambapo tulikosea. Ukashinda pale msalabani. Ushindi wako ni ushindi wetu. Baba, tunashukuru kwa kuwa kupitia nguvu zako pale msalabani, kupitia kushinda maisha ya dhambi hapa duniani, utatuwezesha na sisi kuweza kushinda dhambi za hapa duniani ili ujapo mara ya pili Baba tuweze kuwepo. Nashukuru kwa kutupatia siku ya leo, siku nzuri yenye baraka. Baba, endelea kutuongoza, endelea kutushikilia, endelea kutulinda kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.